nacho, lakini kwa ujumla ukimalizia kwa Simba kama ulivyouliza, shida kubwa ilikuwa kwenye timu nzima, kuanzia eneo la kiungo hususan ambalo lina link nyuma na mbele. Kwenye kiungo nitazungumzia kuanzia eneo la kupika mpaka kula. Chama jana shule ilikuwa nzito sana. Chama alifanya kadri ya uwezavyo kwenye eneo lake, lakini haikuwezekana. Nilikuwa nazungumza na Elia kuhusiana na Anse Toura. By the way alifanya kazi kubwa sana, lakini kizingiti cha Yao Kwasi haikuwa rahisi sana. Lakini mtazame Libase Geye kila alichokifanya, lakini Boka bado alionekana kuwa imara sana. Nafikiri hapo utakuwa unaelewa kwa nini nimesema Yanga walikuwa wanahitaji kujilinda kama timu. Maana yake walizuia maeneo yale ambayo kwa Simba ni yale maeneo ambayo wanayategemea sana. Yanga walihakikisha wanafanya hiyo kazi kwa weledi. Kirudi katikati, Yusuf Kagoma pamoja na Ibrahim Jabbar ambao wangeweza mmoja link nyuma, mwingine asaidie mbele. Walikutana na Duka Abuya pamoja na Mudathiri ambao pia hawakuwa mchezoni zaidi. Walikuja kusaidiwa na Maxi Nzengeli ambaye alionekana kufanya kazi kubwa. Ndio maana hata baada ya mechi kutamatika, waliokuwa wanatazama zaidi kwa Yanga kuvuja jasho zaidi alikuwa ni Yao Kwasi pamoja na Maxi Nzengeli, kwamba hawa wamefanya kazi kubwa. Wamefanya kazi kubwa kwa sababu ya majukumu ambayo walikuwa wanayafanya kwenye timu. Kwa hiyo Simba kutofanya chochote, sijui kutopiga on target, kutofunga, kutompa wakati mgumu Djigui Diarra, haikuwa shida ya shambuliaji ya mtu mmoja, ni timu kwa ujumla, timu nzima. Kwa sababu kama walijaribu kutengeneza nafasi, maana yake waliishia njiani, hawakukamilisha, maana yake hawakuwa na ufanisi kwenye eneo la kutengeneza mpaka ushambuliaji. Kwa sababu kama usipotengeneza kule mbele hawawezi kupata chochote. Ibrahim Dumbia utamlaumu bure tu, kwa sababu mipira haijamfikia. Kama ingekuwa imemfikia akakosa, basi tungesema mwalimu aliharibu kuanza naye, bora angeanza mwingine. Na hata alipomtoa Mpanzu aliyeingia alifanya nini? Ukiangalia naye alikuwa anahangaika zaidi kwenye lile eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo kwa namna hiyo nafikiri hata kwenye kuboresha, Simba bado wana shida kubwa katika eneo la ushambuliaji, eneo la umaliziaji. Unaweza kusema wapishi wapo wengi, lakini nani wa kumaliza sasa? Unatakiwa utengeneze yale mazingira kwamba kila timu ninayokutana nayo iwe ni ngumu, iwe ni rahisi, nijue namna ya kufanya. Kwa sababu kama unakutana na timu rahisi, unatengeneza kweli, unaonekana uko beta, alafu unakutana na timu ngumu kama ilivyokuwa kwa jana, inakupa wakati mgumu. Tukumbuke pia wanakwenda kushiriki michuano ya kimataifa, wanakutana na timu mbalimbali ambazo haujui falsafa zake nini wanahitaji. Mwisho wa siku unaenda kuishia hatua za awali ambazo haukutarajia. Kwa hiyo kwa namna hiyo ndivyo ambavyo walizidiwa Simba. Lakini ukija kwenye mchezo, usijui kucheza au kuonyesha, mchezo ulikuwa 50-50 kwa upande wangu. 50-50. Bwana, sasa hao ni Simba tumewagusia kwa ukubwa wake. Kilio sasa tuwagusie Young Africans. Yanga hawakuanza vizuri kwenye dakika 15 kama walivyosema, lakini mbali na yote, Mudathiri kutakuwa kwenye fomu yake ambayo tumemzoea walio wengi, Duke Abuya kutakuwa kwenye fomu yake ambayo tumemzoea kwa walio wengi, lakini jana bado ukiachana na kutokuwa na ubora, bado walionyesha kwamba ni wachezaji ambao wanaweza wakapambana mpaka tone la mwisho. Hilo pia Yanga kuna namna liliwalipa. Liliwasaidia kwa sababu ukisikia neno ukomavu wa kiakili, ndo maana nakumbuka hata wakati tunazungumza hapa na Elia kuelekea mchezo, moja ya kitu ambacho alikizungumza kwa wachezaji baadhi wa Yanga. By the way, tulikuwa tunazungumza issue ya wachezaji wengi wapya kuanza wa Yanga. Kitu kimoja ambacho nakumbuka alikigusia ni kuhusiana na maturity, kwa maana ule ukomavu wa kiakili kwa umri wao, kwa walipotoka, kile walichokifanya. Nikikompea na hilo swali lako, napata majibu halisi kwamba ni kitu ambacho kiliwasaidia Yanga. Licha ya kuwa underperformance, lakini ule uzoefu, yani ule uwezo wa kujua kwamba hapa ndio sipo sawa kwenye sipo kwenye wakati wangu, napaswa kupambana, lakini sitakiwi kukubali ili hali iweze kugharimu.
kama ulitazama vizuri tu nitakutolea mfano kwa mchezaji mmoja tu, Duke Abuya. Yes. Alikosea sana mipira labda tuseme kama pass 5 tu alizikosea kwenye kumark, lakini pia kwenye kutoa pass. Yes. Alikosea kama mara 5. Hizo ni zile ambazo nimekadiria tu. Lakini mtazame kadri ambavyo dakika zilikuwa zinasogea. Alikuwa hatoki mchezoni. Hiyo yote ni kwa sababu ni mchezaji ambaye amekomaa kiakili. Anajua anapokosea hatakiwi kukubali kukosea, anahitaji kusahihisha. Ndio maana wanasema kutereza si kuanguka, bali kuanguka ni kushindwa kunyanyuka. Kwa hiyo unapoteleza ukaanguka, usikubali kubaki chini, nyanyuka chap, jipanguse, kisha endelea. Ndicho ambacho walikifanya Yanga. Licha ya kuwa under performance baadhi ya nyota wao wengi, lakini waliendelea kutekeleza majukumu yao. Na watu wanaweza wakajiuliza kwamba au walitarajia kwamba kwa sababu walikuwa chini ya kiwango, walitarajia wengi labda mwalimu afanye sabu za mapema, lakini hawa kina Mudathiri walichukua muda sana. Na pengine hata sabu zilizokuja kufanyika hazikugusa wale ambao walikuwa wanatazamwa. Sasa maka Sharulile kaingia Okelo, nafikiri kama iko sawa. Lakini dakika zilikuwa zimesalia dakika 6 ndo anaingia Okelo. Kitu ambacho kwa wengi walitarajia labda kipindi cha pili Mudathiri asirudi, nani asirudi, lakini mwisho wa siku haikuwa hivyo. Iliwasaidia sana, yani hata nisipozunguka au nikazungumza sana, lakini iliwasaidia sana kwenye ishu ya uzoefu na ukomavu wa kiakili kuweza kumaintain, kwa sababu hata Simba sio kwamba walikuwa wametulia, walikuwa wanapush sahihi, ili lile kosa unalolifanya ndilo linatumika. Sababu hata Yanga kupata hilo goli ni kosa Simba walifanya, ni nafasi ambayo walipata kulingana na kosa dogo sana ambalo lilifanywa na Simba. Mwisho wa siku wakatengeneza nafasi, wakapata goli. Sahi. Maingizo mapya kwenye kikosi cha kwanza, Albert Kangwanda, Zakwan, lakini pia Peter Sharulile, moja ya wachezaji ambao walianza kwa upande wa Young Africans. Nafikiri ni hao watatu, kitu kama hicho. Mwalimu aliwaamini kwenye safu ya mbele na kuwapa mzigo mkubwa. Kwa ulivyowaona, kuna tafsiri kubwa wamemwachia mwalimu Mankoba Ngit. Tafsiri lazima wamwachie kwa sababu wale walikuwa kwenye ule mstari wa mbele. Ile 4-3-3 wao ndo walikuwa watatu wanamaliza mbele. Na baada ya game kuisha, hiyo safu ndo ilimlipa kwa sababu kati ya hao wawili na watatu mmoja ndo alifunga goli la ubingwa. Sio tu goli ambao liliwapatia mchezo ubingwa. Kwa hiyo mwalimu hata akijipiga kifua mbele akasema selection yangu ilikuwa beta, hakuna wa kumpinga. Kwa sababu kwenye wale watatu ambao tena ni wapi ambao waliwapa maswali mengi watu, pia kazi yao ilionekana kwa kiasi kikubwa. Lakini ukizungumzia uhalisia, tukazungumzia hata vision kwa maana ya yajayo, hatuwezi tukazungumza kile kilichopo tu, lazima tuangalie kinachokuja, hata kinachokuja. Maono yanaitwa maono, sio hivyo? Vision. Kwa hiyo ukiangalia, mimi nilichokiamua kwa wale wachezaji, ukiachana na Peter Sharulile, nizungumzie hawa wawili, alafu nitamalizia na Sharulile. Albert Kangwanda ni mchezaji mzuri sana, lakini ana enjoy zaidi kutompa jukumu. Ana enjoy umwache acheze, yani acheze yeye, usimwamini sana, yani simbebeshe mzigo, sio kumwamini, kumpa majukumu. Either kwenda kuamua game au yeye ndo abebe jukumu. Abebe jukumu la, yani abebe timu mgongoni pale ambapo. Kwa muda mchache ambao nimemtazama, lakini mtu pekee ambaye anaonyesha jitihada binafsi nje hata ya kile ambacho kocha inawezekana amekitoa ama ameagiza, kwangu mimi ukiniuliza kati yao nitamtaja Hussein Zakwan. Lakini pia hata Sharulile nitamtaja kwa sababu tangu siku ya kwanza anacheza kwenye timu ya Yanga kwenye ule mchezo wa kirafiki. Unajua mchezaji ambaye yupo tayari kuichezea timu, unamuona hata upambanaji, hata sura yake unaiona, hata yale matendo madogo madogo, sio tu kuwa na mpira sijui kufunga, yale madogo madogo. Wanapopoteza mpira
hakai kimya, anatoa maelekezo bwana. Wanapopata mpira hatawaambia weka hapa, weka hapa. Wanapoenda kupoka utaona pia anawaelekeza wale mawinga wake kwamba weka hapo, mmoja atangulie, mimi nabaki hapa nasubiria. Hicho kitu pia nimekiona zaidi kwa Shelulile. Lakini tukija kwenye fighting spirit, Zakwani anajaribu kupush, kupambana, kumuaminisha mwalimu. Yupo tayari kwamba lile eneo lina watu wengi sana. Na kuna wengine pia wapo bench hawajaanza kucheza. Anaamini kwamba hauhitaji kurelax. Kwa hiyo anaonyesha jitihada za kupambana. Kwa hiyo kati ya hao wawili, mimi ambacho naona labda kikifanyika inaweza ikawa beta zaidi kwa Yanga na wakamfanya mwalimu awaenjoy zaidi na pengine aendelee kuwatumia ni maelekezo, kuwapa maelekezo kwamba kama wewe na kuhitaji ucheze sehemu fulani, hakikisha unaicheza hiyo nafasi na unaitendea kazi sahihi. Yani usiingie uwanjani ukafanya kile unachokitaka wewe. Hicho huwa wachezaji wanafanya extra kwamba labda pale mambo yameshabadilika, au timu ndio hivyo, kama ishapata matokeo naamua na mimi ngoja nionyeshe udambu. Lakini pale ambapo umepewa maelekezo na kocha, hakikisha unayatimiza. Kwa hawa wachezaji naamini itawasaidia zaidi, kwa sababu hata alivyoanza nao mwalimu kwa maana ya kocha wa Yanga, naamini yeye alitarajia watokee zaidi pembeni wakitengeneza, wakati huo Shelulile akiwa anaunganika pale mbele, kama zinapigwa cross ama zile Kevin, basi zinamkuta kwenye eneo sahihi. Lakini walivyokuwa wanacheza ni tofauti. Sijajua sasa maelekezo yao yalikuwa ni hayo, lakini walikuwa mazuri. Niliona zaidi Yanga wakiwa na winga mmoja. Sasa sijajua majukumu aliyowapa yalikuwa yanasema hivyo au hapana, sijajua. Lakini kwa namna hiyo naamini wanahitaji kuelekezwa kwamba unatakiwa kufanya nini, cha kwamba una ubora. Ni wachezaji wazuri by the way, lakini ukiniuliza nje ya goli ambalo alimefunga Albert Kangwanda, ni mambo makubwa machache ambayo niliyaona kwake, yani akiyafanya kwenye mchezo. Na si kana kwamba walikuwa na pressure. Sahihi. Hawakuwa na pressure, lakini mambo yanakuwa mengi. Nasema sijui ni uzalendo au ni ile kujitoa. Ile kujitoa bado inahitajika kwa hawa wachezaji, inahitajika ili waendelee kumshawishi mwalimu, kwa sababu unapojitoa ndipo unapomshawishi. Kwa mfano sasa hivi tunazungumza Yanga panga pangua, nafasi ya Maxi lazima iwepo. Si kwa bahati mbaya. Si kwa bahati mbaya, sahihi. Yani kwa picha ya jana tu alionyesha jana tu. Hata mwalimu anaangalia hiki kitu pia kinaendana na mwendelezo. Unaweza ukajitoa leo, kesho kutwa unajua ashaniamini, sijitoi tena. Lakini kinachomsaidia Max kujitofautisha na wachezaji wenzake ni mwendelezo. Yani yeye kila mechi kwake ni finali. Sababu ndo maana tunaona msimu unaisha yeye ndo kacheza mechi nyingi zaidi. Kwa sababu hanatimiza kile mwalimu anachomwambia. Kwa mfano wakati Max anasajiliwa Yanga, hakuja kucheza kama anavyocheza sasa hivi. Pasa kucheza kama winga lakini hata wakati anafika, wakati alivyokuwa anacheza ni tofauti na sasa hivi. Kwa sasa tunamuona zaidi kwenye majukumu tofauti. Yani kuicontrol team. Tunamuona zaidi, lakini kipindi hicho tulikuwa tunamuona Max ambaye msimu ukiisha utamkuta ana assist nyingi, ana magoli mengi. Kwa sasa ni kama ile swala amelipumzisha kwa sababu ya majukumu anayopewa. Kwa hiyo hakikisha maelekezo unayatekeleza. Wanasema ti sheria bila shuruti. Bwana, sawa. Simba